بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من ظللته الغمامة والعنكبوت نسج باضة الحمامة، صلاة دائمة باقية إلى يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tupo katika muendelezo wa kitabu chetu cha Imamu Salikina, katika bado tuko katika mlango wa al-adhkar, kitabu cha adhkari. Tumefikia katika ukurasa wa 4 kwa chapa yangu. Tuliacha katika kipengele cha mwisho palipotokea ikhtilafu ya baina mambo mawili katika anwaa za dhikri. Na dhikri tumesema tangia mwanzoni imegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo tuna dhikri ya al-lisan na dhikri al-qalbi, kuna dhikri al-jahri na dhikri sirri. Lakini hapa tuliishia katika ikhtilafu ya hadithi mbili ambazo zinakinzana. Kuna hadithi moja inaashiria dhikri ifanywe kwa kudhihirisha, nyingine ikaashiria dhikri ifanywe kwa siri. Kwa hiyo tuliishia katika kipengele hichi sana. Qadhi Iyadh rahmatullah alayh anataka kusema, akisema hapa kwenye mtunzo wa kitabu amesema, qala al-Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala, dhikrullah ta'ala darbani, kwamba dhikri ya Mwenyezi Mungu inagawanyika katika sehemu mbili: dhikrun bilqalbi wa dhikrun billisan. Ima dhikri itakuwa kwenye moyo, ama kumtaja Mwenyezi Mungu utakuwa kwenye ulimi. Alafu akasema dhikrul qalbi naw'ani, akigawanya vile vile dhikri ya qalbi inagawanyika sehemu mbili. Ahaduhuma, ya kwanza, wa huwa arfa'ul adhkari, ndio dhikri ambayo ipo iliyokuwa juu kwa daraja, kwa ajalluha na tukufu yake. Akasema dhikri ya alqalbi ya kwanza, atafakkuru fi azamatillah, ni mtu kukaa kutafakari ukubwa Mwenyezi Mungu, wa jalalatihi, na utukufu wake, wa jabarutihi, na utezaji nguvu wake, wa ayatihi, na miujiza yake, wa malakutihi fi ardhihi wa samawatihi, na ufalme wake ambao upo katika ardhi na ufalme wake ambao upo katika mbingu. Bado tunarudi pale pale kwamba dhikri ya alqalbi, dhikri itakuwa sehemu mbili, ima itakuwa alqalbi ama bil lisan. Katika kesi hii hata Imam Nawawi vile vile asheku kulitolea uwazi wa jambo hili, hizi hadithi zilipokinzana, kwamba moja imekuja khairu dhikri al-khafi wa khairu rizqi ma yakfi, lakini vile vile kuna hadithi nyingine inaonyesha kuinua sauti pia katika dhikri, hakuna tatizo kwenye hilo. Katika hadithi ambayo kaipokea Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala inna rafa'a sauti bidhikri, Sayyidina Ibn Abbas anasema kwamba kule kuinua sauti kwa kuleta dhikri, kumtaja Mungu, hina yansarifu nas min almaktubati, wakati watu wanapoondoka katika swala faradhi, kana ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, jambo hili lilikuwa hata katika zama za Mtume. Qala Ibn Abbas anasema kuntu alam, nilikuwa nikifahamu mimi, idhan sharafu bidhalika, kwamba watu wametoka sasa hivi, pale ambapo watu wametoka katika swala zao, bidhalika, kwa jambo hili la kuinua sauti. Kwa maana nisiposikia sauti tunajua sasa hivi hapa watu tayari washaondoka katika swala ya jamaa. Kwa bado hadithi zimekinzana. Hadithi hii sahihi akhrajahu al-Bukhari na Tirmidhi. Vile vile kuna hadithi nyingine ani Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema jaani Jibril, Sayyidina Jibril Mtume saa sema linijia, qala, akanambia mura ashabaka yarfa'u aswatahum, waamrishe masahaba wako wainue sauti, bitakbiri, wa kulli takbiri. Kwa dhikri ipo, dhikri al-lisani, dhikri al-jahri na dhikri sirri, haina tatizo. La Imamu Nawawi akajaribu kuliweka sawa hili katika maneno yake, akisema bi anna al-ikhfa afdal, kwamba mtu kuificha sauti itakuwa ni bora, haithu khafa riya, wakati ambapo atakhofia kwamba mimi nikimtaja Mungu kwa sauti watu wakawa nisikia, inaweza ikapita katika moyo wangu ria. Katika sura hii Imam Nawawi anasema kuificha dhikri inakuwa ni bora. Sura ya kwanza. Sura ya pili akasema au ta'adha bihi musalluna au niyam, au wanaoswali watapata maudhi kupitia wewe dhikri yako unaoileta, au wenye kulala watapata maudhi kupitia sauti yako unaoileta. Kwa mfumo huu basi mtu katika sura hii kuificha dhikri inakuwa ni bora. Hasa katika zama zetu za leo zinatokea, unakuta baadhi ya misikiti
wanainua sauti zao, kwa maana wanawasha speaker, bomba la nje lile inatoa sauti, maskini wengine wamelala, wengine wagonjwa, inakuwa ni usumbufu kiasi fulani. Ilikuwa inatosheleza wenyewe kwa wenyewe tu, baada ya swala ya jamaa kuisha, wenyewe kwa wenyewe ndani mkao mnasoma kimya kimya, mumkere yoyote, kuliko kuwasha speaker nje wakati wanakereka. Kwa katika sura hii hata Imam Nawawi anasema kwamba katika sura hii bora dhikri ifanywe katika kwa kuificha. Kwa kuificha ni bora katika sura hii, katika sura hizi tatu. Kwa watu waswali, wenye kuswali wenzako wanaudhika, ama wenye kulala wataudhika, ama utakapohofu ria kwenye ibada yako, hapo kuifanya dhikri kwa siri ni bora. Akasema wal jahru afdal min ghairi dhalika, kuidhihirisha dhikri itakuwa ni bora. Ikiwa sio hivyo katika sura ambayo nahisi sio hiyo, basi itakuwa tafaa kuleta dhikri kwa kuidhihirisha. Hata mwingine naye akasema, qala ba'dhum, baadhi ya wanachuoni wengine anasema yustahabbu al-jahru bi ba'dhi al-qira'a wal-israr, nasuniwa baadhi ya qiraa mtu kusoma kwa siri na baadhi ya qiraa kusoma kwa kuidhihirisha. Lianna al-musirra, kwa sababu mwenye kuisoma kwa siri qiraa yake au dhikri yake akifanya kwa siri, kadi amalu, anaweza akachoka, fayanasu bil jahri, ataliwazika kwa kudhihirisha. Waljahiru kad yaqillu, na yule anayedhihirisha naye anaweza akachoka. Fayastarihu bil israr, alafu akapumzika kwa kusoma kwa siri. Kwa hali zote hizi dhikri haina tatizo, mwenye kuisoma kwa siri sawa, hata atakayedhihirisha sawa, haina tatizo kwenye hili. Lakini hapa sina Qadhi Iyadh yeye akasema dhikri, baada ya kutaja vigawanyo vyote viwili kwamba dhikri ya lisani au dhikri bil qalbi, akasema dhikri ya qalbi yenyewe inagawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ndo dhikri iliyokuwa bora zaidi kuliko ni dhikri nyingine. Maana katika qalbi, dhikri ya qalbi inagawanyika sehemu mbili. Ima ya kwanza akasema atafakkur, ni kutafakari, na ni jambo kubwa mtu kukaa kutafakari ufalme wa Mwenyezi Mungu, kutafakari nguvu yake, tafakari viumbe wake, ni ibada kubwa mno. Hili linatiliwa msisitizo katika maneno ambayo kasema Sayyidina Haddad. Imam al-Haddad anasema katika kitabu chake Risalatu Adab Sulukil Muridi, alisema maneno atafakkuru ala thalathati aqsam, tafakari, mtu kukaa kutafakari. Ibada ya kutafakari hii inagawanyika sehemu tatu. Atafakkuru fi ajaibil qudra, mtu kukaa kutafakari katika maajabu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, wa bada'il mamlakati samawiyya wal ardhiyya, na uundwaji wake na uundaji wake wa ufalme wa mbinguni na ardhini. Hii ni tafakuri ya kwanza, mtu kukaa tafakari, kutafakari maajabu ya uwezo pamoja na uundwaji wa ufalme wa mbinguni na ardhini. Anasema mwenye kukaa kutafakari katika sura, kutafakari vitu hivi, thamaratuhu almarifatu billah, matunda yake basi ni kukaa kupata natija yake, maana yake ni kuwa ni mtu kumtambua Mwenyezi Mungu. Almarifatu billah ni kumjua Mwenyezi Mungu. Hii ndio fakari ya kwanza, faida yake inazalikana na jambo hili. Na dhikri ya pili akasema tafakkur fil alai wan ni'am, mtu kukaa kutafakari katika neema za Mwenyezi Mungu alizokuruzuku. Natijatuhu almahabbatu lillah, natija yake mtu kutafakari neema za Mwenyezi Mungu, basi utampenda Mwenyezi Mungu. Mwenyewe umekaa unafikiria, da, nimepewa jicho hili, nimepewa mkono huu, nasikia, naona, natembea, naingiza chakula kinatoka. Ni pia moja katika neema za Mwenyezi Mungu zilizokuwa kubwa. Wangapi tunaona kwa hospitali wanashindwa kuvitoa vile ambavyo vimeingia ndani ya matumbo yao, wanatoa kwa mrija. Neema kubwa. Kwa kutafakari katika vitu hivi, anasema hapa, ukifanya hali hii, basi jue faida yake itakuwa ni mahabbatu lillah, utampenda Mwenyezi Mungu. Na tafakari ya tatu aliyosema Sayyidina al-Haddad, akasema tafakuru fi dunya wal akhirah, mtu kwa kutafakari katika hali za kidunia na akhira, wa ahwali al-khalqi fihima, na hali za viumbe ndani ya maisha ya dunia na akhira. Natija yake anasema al-i'rad ani dunya wal iqbal al-ukhra, hii natija yake itakufanya mtu uipuze dunia na kuielekea akhira. Sayyidina Haddad ikigawanya tafakkur, ibada ya tafakkur katika vigawanyo hivyo vitatu. Hata mshairi mmoja anasema idha almar'u kanat lahu fikra, pindi mtu atakapokuwa ni mzuri, anayo fikra ya kufikiria baadhi ya mambo, wa fi kulli shay'in lahu ibara, kila kitu kwake kitakuwa kina mazingatio. Ukiwa unatafakari, basi kila unachokiona kilichokuwa mbele yako kitakuwa kina mazingatio. Hakuna kitu kitakachokuja ovyo ovyo tu, ikiwa wewe kweli ni mzuri wa kukaa kutafakari katika vile ambavyo umevisema wanachuoni, kama hivi alivyosema Sayyidina Haddad. Kigawanyo cha kwanza ukatafakari katika maajabu ya uumbwaji na uwezo wa Mwenyezi Mungu, natija yake ni kumjua Mwenyezi Mungu. Ya pili akasema ukitafakari neema za Mwenyezi Mungu utampenda Mwenyezi Mungu.
Ya tatu, kitafakari hali za dunia na akhera na hali za siku ya kiyama, itakufanya uipuze dunia na kuielekea akhera. Hata vile vile katika maneno mengine wanachuoni anasema, qala al-Hasan, Imam Hasan anasema, man lam yakun kalamuhu hikma fahuwa laghun, mtu ambaye maneno yake sio hikma, anaongea tu yeye, hajui hili sawa si sawa, hakuna busara yote katika maneno yake, basi hayo maneno yatakuwa ni upuzi. Wa man lam yakun sukutuhu tafakkuran fahuwa sahun, yule ambaye yani yule ambaye kinyamazo chake kimekuwa si kutafakari, basi atakuwa ni mtu ambaye yupo katika kusahau na kughafilika. Wa man lam yakun nadharuhu i'tibaran, yule ambaye mtazamo wake umekuwa si mazingatio, fahuwa lahun, utakuwa ni upuzi au ni pumbao tu hilo. Yani umekaa unaangalia vitu, lakini vitu ambavyo unaviangalia bila kukaa kutafakari, basi itakuwa ni lahun. Baadaye maneno mengine akasema huyo akasema, qala atafakkuru saa khairun min qiyami al-layl, mtu kaa kutafakari lisali moja ni bora kuliko hata kusimama usiku. Tafakari vitu ambavyo vinatembea mbele yako, basi ni bora kuliko ni hata kusimama usiku kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni ibada kubwa. Hata Sayyidina Fudhail bin Iyadh naye anasema, qala, amesema, alfikru mir'atun, kule mtu kukaa kutafakari ni kioo. Kule kukaa mtu kutafakari hichi ni kioo. Tena kioo hichi anasema, turika hasanatika wa sayiatika, kitakuonyesha mema yako na mabaya yako. Kaa jipigie mahesabu, maana yake jifanyie muhasaba mwenyewe nafsi yako kabla hujaenda popote. Hata Sayyidina Ibrahim bin Adham naye alisema, aliulizwa, innaka tutilu alfikra, bwana we, mbona umekaa unaterefusha, umekaa mwenyewe unafikiria muda mrefu, una nini kwenye hili? Faqala, Sayyidina Ibrahim bin Adham anasema, akawajibu, alfikratu mukhul aqli, mtu kukaa kutafakari ndo ubongo wa akili. Yani akili yako itapata mazingatio au utaongeza, manake ufahamu wa akili yako utaendelea kuwepo pale ambapo utakapokuwa ni mwingi wa kukaa kutafakari baadhi ya vitu ambavyo vinakuzunguka. Maneno aliyosema kuhusiana na jambo la tafakari au fadhila za tafakkur ni mengi mno. Katika namna ya pili aliyosema Sayyidina Qadhi Iyadh katika migawanyiko ya dhikri ya kalbi, akasema kama alivyosema iko namna mbili. Ya kwanza ni hii tafakkur, ya pili akasema wathani al-khafi. Ya tafakkur ya pili ni ile astaghfirullah, asema dhikri ya kalbi ya pili al-khafi ni ile ambayo imejificha. Akasema wakathiru al-mashayikh, na mashekhe wengi radhiallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi, awwal ma yulaqinuna al-jahr, cha kwanza alikuwa wakiwalakinisha muridi wao au wanafunzi wao ni dhikri ya kudhihirisha, bidhikrillah, al-jahr bidhikrillah ta'ala, kudhihirisha ile dhikri ya Mwenyezi Mungu. Wal muradu bihadha al-jahr, lakini maksudia udhihirishaji huu huwa ghairu mufrit, bila kufanya nini, ifrat. Maana yake sio udhihirishaji tena ikawa mpaka unaudhi watu na kukira watu, min ghairi ifrat. Yani faminhu, katika baadhi ya dhikri ambazo walikuwa akiwalakinisha muridi wao au wanafunzi wao, anasema la ilaha illa Allah, ni kauli hii ya la ilaha illa Allah. Hakuna tarika ambayo hakuna uradi wa la ilaha illa Allah, kwa sababu ndio kitu cha mwanzo ambacho kinachomuingiza mtu katika Uislamu. Na hata baadhi wengine wamesema hakuna dhikri iliyokuwa bora kama la ilaha illa Allah. Huo ni uradi bora, yani ukukuta furu'i zote za tarika, wewe nenda tarika yote, tarika ile kule, tarika ile kule, lakini huwezi kuacha kukuta la ilaha illa Allah, kwa sababu ndio dhikri mama. Kwa hiyo walikuwa wakiwalakinisha la ilaha illa Allah baadhi ya wanafunzi wao kwa kuidhi al-khafi, kwa kuisoma taratibu. Wasmu dhati, hapa anataja mtunza kitabu aina, Allahu a'lam, sijui hiyo tarika gani hii, lakini akitaja aina dhikri ya la ilaha illa Allah, namna vile ambavyo wao wamepokea au ijaza yao waliyopokea kutoka mashaikh wao, ni kaifia gani walikuwa wakiifanya wakileta hii dhikri ya la ilaha illa Allah. Kila mmoja ana kaifia yake. Kina tarika al-Qadiriyya wana kaifia yao, wanafanya vipi? Kina Alawiyya wanafanya vipi? Raziqiyya, Shadhiliyya, Nakshabandiyya, Tijaniyya, kila mmoja na aina ya dhikri vile ambavyo alivyoipokea yeye. Lakini hapa bwana huyu anataja kaifia ambayo wao walivyopokea. Kwa anasema wasmu dhati, unasoma la ilaha illa Allah, la nasmu dhati. Ismu dhati nakusudia lafdhul jalala Allah. Anasema imma bi darbatin wahida, imma kwa mpigo mmoja. Wasifatuhu, na sifa mpigo mmoja ni hivi, yakula Allah, ni kutamka hili neno Allah lafdhul jalala bitashdid wal maddi wal jahri,
kwa kuitia shadda, kuivuta na kuidhihirisha. Wanasoma katika sura hiyo biquwwati alqalbi walhalqi jamia, uisome kwa nguvu katika moyo hata katika koromeo kwa vyote. Thumma yalbathu hatta yauda nafsahu, kisha anatulia mtu, anatakuwa atulie mpaka itakaporudi pumzi yake. Thumma yaf'al kadhalika, kisha anafanya hivyo hivyo ila 100 marra, mpaka mara 100. Wa amma sifatu ad-darbatain, hii ni sifa ya mpigo mmoja, ndio nasema hii ni kaifia ya tarika yao wenyewe walivyokuwa wakifanya hivyo. Kwa namna ya pili, kaifia ya pili akataja hapa akisema yajlisa jalsata salah, ni mtu akae ile jilsa ya sala. Akishakaa jilsa ya sala tahiyatu, yani mkao tahiyatu nakusudia. Wa yadribu aljalala marra, lafdhu aljalala inaipiga mara moja, fi rukbati alyumna, katika goti la kulia kwa maana mkono. Wa marra fi alqalbi, na mara nyingine anapiga katika moyo. Wa yukarrir dhalika bila fasli, anakariri hivyo bila kutafsili, kufanya tafsili katika kaifia ya kwanza. Kaifia ya kwanza sema la ilaha, alafu ndo Allah anaidhihirisha kama alivyosema, lakini kaifia ya pili bila tafsili, usipambanue. Wa yanbaghi an yakuna darbu alqalbi bilquwa, na inatakikana pigo la moyo liwe ni kubwa zaidi, wa shidda na kali, liyataathara alqalbu, ili moyo upate kuathirika. Wa yajma alkhatir, alafu mawazo yake yote yakusanye sehemu moja, maana yake atoke huko alipo, sio ile dhikri tunaifanya sisi, unaifanya dhikri la ilaha illa Allah alafu kichwa chako moyo wako unawaza vitu vingine, kama katika maneno aliyosema la khaira fi dhikri ma qalbi ghafilin sahi, hakuna khairi katika dhikri pamoja na moyo umeghafilika, mtu umepumbazika. Mfano kwenye kisa maarufu kinatolewa cha mtu, watu kwenye swala, maskini wanaswali siku katika masiku, wakakhtalafiana maamuma, leo pameswaliwa raka ngapi? 4 3. Usiwe kama kisa hichi bwana, wamekhtalafiana 3 ama 4, kila mmoja makundi mawili, hawa 3 hawa 4. Mmoja katika maamuma akasimama akasema hivi, jamani msigombane, leo 100% tumeswali raka 3. Watu wakashtuka, wewe ni wali kwamba umeweza kujua tunaswali 3 kwa mfumo gani uliokufanya ukajua hilo? Akasema mimi desturi yangu nikiingia tu kwenye swala ili Allahu akbar takbira kuhirimia tu mimi natoka. Yani sio kama anatoka ndani ya swala, anatoka kimawazo. Anatoka anaelekea wapi? Anasema ninaelekea sokoni, na kwa sokoni natoa pesa zangu, nanunua mzigo na kusanya ninavyovitaka, alafu ninarudi zangu kwenye meza yangu ya kuuza. Vile vitu huwa ninavipanga vyote. Nikimaliza tu kuvipanga ndo mara nyingi imamu huwa anatoa salamu hapo. Sasa leo mimi hapa kabla sijafika kupanga katika meza, niko njiani ndo kwanza nashuka gari, nasikia salamu imetolewa. Kwa hiyo hakika 100% leo watu wameswali raka 3. Ushahidi katoa huu, itabidi watu wakubali, kwa sababu ushahidi wenyewe ndo umekaa katika sura hiyo. Lakini manake huyu mtu anaotoa ushahidi kwa hii hali anayoitoa, kweli huyu mtu anaswali au anafanya nini? Yani watu ile bismillah yeye anaisoma, anainama na kuinuka kwamba ni adi tu, ikawaida tu kwamba hii ndo desturi yangu, lakini kwenye moyo wake hiyo swala haipiti hata kidogo, hakuna kumwaza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusiwe kama hivi, dhikri zetu tunazozifanya tujitahidi ndani ya dhikri tujidumishe kuleta zile maani, kama jambo hili tulilotanguliza katika darasa lililopita. Ajikithirishe kama ana uwezo huo wa kuzifahamu maani za kile kinachosomwa au anachokisema, apitishe katika moyo wake, ili ile tahdhiri ya kwenye swala na khushui na khudhui ipatikane. Na ikiwa haipo hilo, basi kama vile alivyosema, walau mtu basi aseme kwamba hii ni ibada ambayo mimi nimeamrishwa kuifanya, ipite hivyo katika moyo wake, awepo katika nukta hiyo. Kwa hiyo kama alivyosema hapa, moyo wake aisomi kwa nguvu, ili moyo athirike pamoja na kukusanya mawazo yake yote katika hali hiyo. Wa amma sifatu ad-darbati thalatha, ama sifa mapigo matatu. Kwa kuna pigo moja namna ya kaifia kuisoma la ilaha illa Allah mujibu alipopokea wao na ijaza yao walipokea kutoka mashekhe wao, kuisoma kwa sifa 3, ima kwa pigo moja, mapigo mawili, ama mapigo matatu. Ndio sasa hivi anasema sifa mapigo matatu. Ayajlisa murabba'an, akae mkao murabba, mkao madrasa ule tunaokaa chuoni, mkao madrasa tunaokaa katika chuo ndio unaitwa murabba. Akae mkao ule, wayadhrib marratan fi rukbati al-yumna, mara moja apige katika goti la kulia, wa marra fi rukbati al-yusra, mara nyingine apige goti la kushoto, wa marra fi al-qalbi, na mara nyingine moyoni. Walakin thalith ashaddun, lakini ya tatu iwe ni kwa nguvu, ajhar, na kudhihirisha zaidi. Wa hadhi fi halati riyadha, na afanye hivi akiwa katika hali ya raudha. Hii ataifanya katika hali ya raudha. Raudha kwa maana khalwa peke yake, kashaambiwa na shekhe wake naenda kupeleka raudha khalwa huko kivichoni huko, ndo afanye katika utaratibu huu. Hata wengine wakasema khalwa kama khalwa, kwa siku ngapi?
ikhtalafiana vile vile wanachuoni kwenye jambo la khalwa, lakini mmoja akasema katika wanachuoni anasema aqallu alkhalwa, uchache mtu kwa khalwa 3 ayyam bilayaliha, ni siku 3, thumma 7, baada 3 kisha 7, thumma shahr, kisha mwezi. Lakini wakasema wa akmaluha, ukamilifu sasa kukaa mtu khalwa 40 yawman, ni siku 40, liqaulihi sallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man akhlasa lillahi 40 sabahan, mtu ambaye amefanya ibada kwa ikhlasi siku 40, tafajarat yanabiu alhikma, atapasuka chemchem za hikma, min qalbihi ala lisani, kutoka kwenye moyo wake kuja kwenye ulimi. Mtu ambaye atakayekaa kwa lillahi taala siku 40, ndio maana tutasikia hao watu wengine wanaita wanaotoka wenye madai sio nani, unakuta anakaa siku 40, unakuta safari ya siku 40. Siri yake ni hiyo, kwa sababu mtu ambaye amekaa vile ikhlas lillah, astafajarat alhikma, atapasuka hikma kutoka moyo wake kuja kwenye ulimi wake. Maana yake atakuwa ni mtu mwenye busara na khairi nyingi amezipata ikiwa lillahi. Lakini baadaye akasema i'lam, tambua, anna alkhalwa fi hali riyad naw'an, hii khalwa yenyewe katika hali ya raudha kule kuna namna mbili. Alawwal, namna ya kwanza kuka khalwatu dhahir, ni khalwa ya wazi wazi, wa hiya ikhtila'u salik, nako ni kujificha mfanya ibada fi baiti khalin, katika nyumba ambayo haina mtu, ani nasi, yuko peke yake, kajiepusha na watu, wa qu'uduhu fihi, na kukaa kwake huko, liyahsula lahu ittila'u fi alami almalakut, ili patikane kwake kuchungulia au kujua siri za ulimwengu wa malakuti, wa shuhudi fi alami aljabaruti, na vile vile kupata ushuhuda wa ulimwengu wa jabaruti. Lianna alhuwasu dhahira, kwa sababu viungo vya hisia hivi vya wazi hivi, in uhbisat an ahkamiha, vikizuiwa utendaji wake wa kawaida, intalaqat alhawasu albatina, hufunguka zile hisia, yani macho ya siri hufunguka, limutalati ayati almalakuti, kwa ajili ya kushuhudia ufalme au miujiza ulimwengu malakuti, wa mukashafat sirar aljabaruti, na kufunukiwa na siri za ulimwengu wa jabaruti. Hii ni khalwa ya kwanza, mtu akae peke yake huko kifichoni anafanya ibada zake kama vile ambavyo alivyowekewa na adhkari pamoja na utaratibu ambao kaekewa na mwalimu wake au shekhe wake aliyomweka khalwa. Hii ni khalwa ya kwanza, ndo khalwa mara nyingi tunaifahamu khalwa hii. Ndo namna ya kwanza ambao ukisema mtu ka khalwa, naamini kaenda kukaa sehemu peke yake kifichoni anafanya ibada. Lakini khalwa ya pili wakasema wa nau'u thani, na khalwa ya pili khalwatul batin, inaitwa khalwa ya ndani. Khalwa ya ndani ni ipi? Akasema wa hiya min haythu al-batin, nayo hii ni kuhusiana na ule upande wa batin wa ndani, fi mushahadati asrari al-haqqi, katika kushuhudia siri za Mwenyezi Mungu, wa dhahir fi muamalati al-khalqi, na wazi katika mchanganyiko wa viumbe, unaishi na viumbe. Yani yeye ukimwangalia mtu tuko naye sokoni, mitaani, tunazunguka naye, lakini hapo hapo alipo yupo katika khalwa. Baadaye akasema bihaythu la tushghiluhu muamalatu dhahir, kwa kiasi kwamba yeye hu muamala wa dhahiri huku kuchanganyika na watu wengine huku hakumshughulisha mushahadati albatin, kushuhudia ulimwengu wa batin. Fayakunu alkain albain, basi anakuwa ni mwenye kuwepo, yupo wazi kabisa, anaonekana dhahir. Wa hadhihi hiya khalwatu ahli alhaqiqa, lakini hii ndo khalwa ya nani? Ya watu ambao wale wa hakika, kwa maana watu ambao tayari wameshafunguliwa na siri za Mwenyezi Mungu. Hawa tuko nao, tunazunguka nao, tunacheka nao, lakini kibatin wao muda wote wapo kwenye khalwa, hakuna kinachowasumbua. Mwenyewe mtunzi akasema pale kauli taala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu anasema rijalun, kuna wanamume hao, kuna watu hao, la tulhihim tijara wala bay'un, hawapumbazwi na ununuzi wala uuzaji, sikununua wala sikuuziwa vitu, haviwapumbazi hivi, an dhikrillah, kutokana na kumtaja Mwenyezi Mungu. Ukiwaona tuko nao, tunazunguka nao, lakini kumbe wapo katika khalwa, tofauti na sisi ambao hatujafikia hali hizi. Khalwa yako mpaka iwe khalwa, mpaka uchukuliwe kwa ndani, lakini wao kwa sababu tayari jambo hili kule kumuona Mwenyezi Mungu kwao ni muda wote, kwa hiyo haijalishi wao wamewekwa ndani au wako nje, wao muda wote wapo katika khalwa. Na kwa haya machache inshallah tutatoa hapa. Katika darasa linalofuata tutakuja kuendelea, bado tupo katika mlango wa dhikri. Ni mlango mrefu kwa sababu siri zipo nyingi katika mlango huu, ndio maana umekuwa mrefu. Biidhnillah katika darasa linalofuata tutakuja kuendelea inshallah. Wa ila huna hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.